yani labda unizike sasa hivi, na ikitokea mimi nimepona, nimetoka salama, hili bifu halitoisha. Na kama ningekuwa na uwezo, mimi ningekuwa adui yenu mkubwa sana. Najua nina kisasi na wengi, lakini hamniwezi. Kwanza nakupenda sana. Usijilaumu kwa kuona kwamba hilo ni kosa lako kunita hapa. Sio kosa lako. Lakini mimi naamini siku moja tutaonana. Nashukuru kama unaniona na kusikia sauti yangu hii. Siku moja tutaonana. Nakusalimia. Unaniona? Nakusalimia. Takama. Basi. Pole sana. Fumba macho tuondoke. Vipi? Mimi na wewe tumeshamalizana. Tumeshamalizana vipi tena? Mganga, ni kweli mimi na wewe tulishazungumza hapo awali. Lakini mimi nimerudi hapa kwa jambo moja tu. Naomba unisikilize na unisaidie. Uliniambia mwanzo mimi nisifuatilie mambo ambayo sikutakiwa kuyafuatilia. Ndio hiki kitu ambacho kinanifanya nakosa amani. Nakuwa sina raha mimi. Unajua mke wangu kuna vitu ameshavijua. Na amesema atajiua ili mimi niweze kufanikiwa. Lakini mimi sitaki mke wangu ajiue. Wala sitaki kumpoteza mke wangu. Mimi basi bora tu nibaki hivi jinsi nilivyo. Nimeshakubaliana na hali halisi. Kulizika tu na maisha nilionayo. Hapo ndo nakumbuka ni kwa nini babu zetu walikubaliana na hali halisi ya maisha yao. Nami nataka nibaki hivi jinsi nilivyo, ila nisimpoteze mke wangu. Mke wangu asife kwa ajili yangu, eti mimi ili niweze kupata mali, niweze kumiliki. Hebu naomba unisaidie hata kama kuna namna yoyote ya kufanya ili mke wangu umsahaulishe yale mawazo ya kutaka kujiua kwa ajili yangu. Maana ameshakosa amani, hana amani kabisa. Tafadhali naomba unisaidie. Tatizo linatokana na wewe mwenyewe. Maana nilikukataza ukang'ang'ania. Shida sasa, ukishatazama matatizo ya mtu, vinafunguka vitu vingi kwa viumbe wengine. Wachawi wameshajua, waliokuwa wanateseka na laana ya huyu binti wameshajua, mashetani wamejua. Kwa hiyo ninakosa imani ya kumsaidia mkeo. Ndio maana nilikwambia usifuatilie vitu, ni kosa. Sawa, mimi sikatai. Nilikuja kufanya hivi kwa sababu ya kujitetea mimi kwenye maisha yangu. Na kama ni kufungua hivi njia, na mpaka mke wangu akajua hii siri, yuko mtu anayesababisha. Yeye ndo anayesababisha mpaka mke wangu, na hata kama akijua mke wangu mimi, yeye ndo anayesababisha mke wangu kujua haya. Kwa hiyo kosa tumefanya watu wawili, tena yeye ndo zaidi. Mimi naomba unisaidie tafadhali, kwa sababu mke wangu mimi akifa, maafa yatakayo kutokea sio ya nchi hii, kwa sababu yuko mtu aliyesababisha. Tafadhali naomba unisaidie. Sawa, ngoja nitazame kwanza njia zake zikoje.
Pole sana. Mkeo lazima afe. Na atazikwa na watu wengi sana. Mimi nimeshangaa. Kwa nini mkeo azikwe na watu wengi kiasi kile? Wengi kweli kweli. Na hisi wengine sio viumbe wa kawaida. Sasa mke wangu atakufa vipi? Nimeshakwambia badilisha. Ndio maana nimekuja hapa kwako. Wewe si ni mtaalamu? Hebu badilisha mke wangu asife. Mimi sitaki mke wangu afe. Mimi sina uwezo wa kuokoa maisha ya mke wako. Hebu ondoka ofisini kwangu. Funga njia zote ambazo watu wamemuona mke wangu. Hebu basi fanya kama sijawahi kuja huku mimi, Ondoka. Mke wako hawezi kusaidika. Mganga. Ondoka, fanya haraka. Tafadhali basi. Naomba basi unisaidie. Haiwezekani tena. Lakini wewe ndio tulifungua pamoja na mimi njia hiyo. Ondoka. Kama mkono wangu ungekuwa ni mrefu, nisingepata shida ya kuja hapa. Kwani mimi na wewe tunafahamiana? Unajifuta kumbukumbu? Na hata kama tunafahamiana, mimi nakujua jina lako. Naitwa Mazu. Mtu ambaye nisioshindwa na kazi. Nikipewa mchongo na unyoosha kama nilivyonyooka mimi. Oh, nimependa wasifu wako. Unakutisha au unakufurahisha? Mimi siogopi mtu kwa sababu tayari naijua hatima yangu. Wakati wako kuziko ndo huu. Ningependa uhiari mwenyewe. Usisumbue watu. Eti ni hiari. Kuna mtu anakubali kuumizwa kwa anatazama? Umechanganyikiwa nini wewe? Kamatani huyu. Sasa hizi mume wangu. Wewe. Mbona uko hivyo? Umepatwa na nini? Yaani mume wangu, kweli nimeamini Mungu amtupi mja wake. Umeona hii? Ichukua. Alafu wewe pambania hela ya kula tu. Mara mwezi 300,000. Mara mwaka afu uone kama tupata maendeleo. Na ndio maana mume wangu nimekwambia tusiamini uchawi. Tukisema tupambane tutapata hela. Achana na kuamini mambo ya uchawi. Tutakaa hapa tutabweteka kwa kuzani kwamba laana inasababisha sisi tuwe maskini. Hiyo ni nyimbo mpya uliofundishwa au ni nini? Yaani hiyo kwa mwezi 300,000. Wewe tafuta hela ya kula. Unajisikiliza unachokizungumza wewe? Naomba unisikilize kwa makini wewe. Tena naomba usinivuruge. Hakuna kitu usichokijua. Hakuna. Mimi na wewe. Hakuna mtu yoyote atakayepata fedha kwa ajili ya maendeleo yoyote yale. Unavyodhani wewe unapata wewe leo hiyo hela, na mimi nitapata tena, si ndio? Hiyo italiwa, itakwisha, na baada ya hapo hakuna chochote kinachoendelea. Alafu hivi umeshasahau na umefanya kazi gani? Umefanya kazi gani? Kubeba tofali. Umeshasahau sio? Na kuuliza umesahau? Ni miaka mingapi mimi nimeteseka kwa ajili yako? Kwa ajili ya kifua chako. Alafu unaenda kufanya kazi ngumu. Ni nani amekutuma? Ni nani amekutuma na kuuliza? Na ni nani aliyokupa nafasi wewe, mtoto wa kike, ukafanye kazi ngumu ya kubeba tofali? Ni nani? Mdogo wake Bugwa. Mdogo wake Bugwa. Eli. Sasa Eli anakupaje kazi wewe? Anakupaje kazi ngumu na kuuliza? Kwa nini asingeniita mimi akanipa kuna kazi akanipa mpaka akupe wewe? Au kuna kitu kingine ambacho nyinyi mmezungumza, si ndio? Lakini mimi kosa langu lipi? Kwenda kufanya kazi ili mradi si tuweze kupata pesa? Na ukasahau kabisa hali yako jinsi ilivyo, si ndio? Unataka mimi nianze kuhangaika tena kwa ajili ya kifua chako, si ndio? Afu huyo Elia hata nitambua
yako unapenda sana kunionea na unapenda sana kutumia nguvu zako kwenye vitu ambavyo havina maana. Mimi kwenda kutafuta kazi. Sio kazi hiyo. Na sio kazi hiyo. Ndio ulipokosea kuuliza. Kwa nini unapenda kunifokea kila muda? Rose. Kila siku mimi na Rose. Unaona sasa? Hebu acha mambo yako ya ajabu na wewe. Nishakwambia kazi haikufai. Hapo unaongea kwa Rose. Wewe. Hebu tulia basi. Tulia basi. Wewe jamaa, mbona unabisha hodi alafu unakaa mbali mita kadhaa? Kuna shida gani? Nilikuwa napunguza ukubwa wa kesi. Oh, unadhani ukubwa wa kesi unapunguzwa kwa kuweka umbali? Hebu acha dharau. Kichogo changu hakina macho. Sawa Mwenga, niko hapa na kusikiliza. Hapo sasa umeanza kuwa na heshima. Nakusikiliza Tongo. Kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Najua nyinyi mnayafurahia maisha yenu ya kufugwa, ya umalio, ya kukaa kwenye nyumba ya mwanamke. Yaani kaka yako alipoolewa na ukaona uje uolewe hapo hapo alipo kaka yako. Itongo, sasa nimeanza kuelewa kwa nini umekuja umebisha hodi alafu umetoka mita kadhaa. Kwa sababu hii kesi ambayo unaitafuta, unaoitengeneza sasa hivi hapa. Manake nikisema niingie ndani kuchukua silaha sikukuti hapa. Umekuja kututukana? Umekuja kunitukana mimi nyumbani hapa? Unahisi naweza nikakimbia? Siwezi kukimbia. Nimekuja hapa nikiwa na lengo moja, kufikisha ujumbe nilionao. Sasa kama nyinyi mnayafurahia maisha yenu ya kulelewa, ya kuolewa, yafurahieni maisha yenu, lakini na kuomba wewe na kaka yako msiingilie maisha yangu. Msiingilie ndoa yangu. Niacheni mimi na mke wangu. Kama mke wangu atakufa, basi sababu ni kaka yako. Sasa kabla kaka yako hajatimiza azma yake, hebu muache mke wangu niishi naye kidogo. Wewe unataka kumaanisha nini? Una maana gani nikusema hivyo? Elia, lakini na wewe umekuja kupigilia msumari pale pale. Unawezaje kumpa mke wangu mimi kazi ngumu? Kazi ya tofali. Hivyo una akili wewe? Mimi ndo nimemfuata mkeo nikamleta nyumbani kwangu hapa. Katoka kwa mguu mosi mguu pili ngwa kaja hapa analia. Unashindwa kumhudumia mkeo mpaka anakuja kunililia mimi shida? Kama hiyo kazi ilikuwepo, ni mara ngapi mimi na wewe tunafahamiana? Ni mara ngapi nilikwambia kuhusu kazi? Kwani hukunipa mimi? Au unamtaka mke wangu mimi wewe? Mimi nimtaka kibonge yule? Papai lile? La nini? Papai Ukaona kwamba ukimpa kazi itakuwa ni njia rahisi ya kumpata. Sasa kwa taarifa yako, kazi uliyompa mke wangu sasa hivi hali yake sio nzuri kwa ajili ya kifua ambacho huwa kinamsumbua. Nimemlaza mke wangu. Endapo mke wangu atakufa au kupatwa na jambo lolote, Elia, wewe na kaka yako mtahusika. Usinitishe, nipo kwetu hiyo. Uko kwenu? Nipo kwetu hiyo. Nimejiamini ndio maana nimekuja kwenu. Sikiliza, kama na wewe unajiamini utanifuata nikitoka. Ukitaka matatizo asiendelee, mhudumie mkeo. Inavyoonekana mkeo mpaka inafikia hatua ya kuhangaika, maana yeye anakuhudumia wewe. And you are Mario tu kama sisi. Wewe Mario tu na wewe unalelewa. Sawa. Mbwa aliyekatwa mkia. Nenda kakate nyanya. Mkubwa kesi. Niambie Maji. Kazi yako itachafua jina langu. Wakati mwingine sasa usinipe kazi ya kitoto kama hii. Muda mwingine ukitoa msaada usipange na sheria. Uko sahihi na Ngaruka. Uko sahihi sana mdogo wangu. Bwana Maji. Sikiliza nikwambie mdogo wangu. Naomba unisikilize kwa umakini. Hakuna kazi ndogo, hakuna kazi kubwa. Swaibu ni swaibu tu. Janga ni janga, likikukuta haijalishi likawa dogo au likawa kubwa. Sijui kama unanielewa mdogo wangu.
Kama unaamua kumsaidia mtu kwa tatizo lake hilo hilo la udogo wake, wewe msaidie. Hakuna anayejua kesho hapa. Wewe nani? Na naamini hata wewe hujui kesho yako. Leo unaweza kuona kwamba kitu kidogo labda kitakuchafulia jina lako, lakini kesho kikawa kwako hicho kidogo. Na kikiwa kwako hicho kidogo utakiona kikubwa. Kwa hiyo kinachomata ni kumsaidia mtu, pasina kuweka makando kwamba hiki kikubwa hiki kidogo. Mdogo wangu, acha dharau. Maji, hata hivyo kiongozi wako alitoa sapoti kubwa kwa hili swala la kumsaidia huyu binti. Sasa mimi nashangaa, wewe nani? Nani Maji wewe? Na maji ya aina gani? Ya mto, ya bwawa au ya bahari? Nakuona shababi kijana, na wewe ndo kijana, akili inafanya kazi tofauti na sisi. Nilitegemea wewe katika hili swala utie support kubwa. Usiongee maneno ya hovyo kama hayo, maneno ya kifedhuru ya kuvunja watu mioyo yao. Watu wamepambana mpaka kumleta ubinti hapa. Wewe unaenda kudharau na kudhihaki. Mkubwa kesi, tena mkubwa. Yaani hiki kikazi kitachafua jina. Wewe nani katika ulimwengu wa giza? Unaubeza umri wangu? Si ubezi umri wako, ila nabeza akili yako. Unataka kujaribu ukuu wangu? Ni maamuzi tu. Wewe ukitaka fanya. Bwana mdogo, jiangalie vizuri. Mimi namheshimu kiongozi wako wa juu. Bila huyo ningekuwa nishakuvuruga dakika moja, ningekuwa nishakuvuruga vibaya sana bwana mdogo. Nataka upime. Chaya. Achana na umweu. Pumbavu tu, mtoto mdogo umweu. Endelea na kazi yako. Eliza, hii ndio itakuwa mara yangu ya mwanzo na mwisho kuonana mimi na wewe. Alafu kati yetu hapa hakuna hata mmoja atakaye kuzika. Watakufikisha mahali ambapo panatakiwa na utazikwa na watu wengine. Na kutakia safari njema. Nashukuru kwa ulichonifanyia. Tena nashukuru sana. Ila tambua mimi na wewe tutaonana kwenye mahakama ya Mungu. Eti mahakama ya Mungu. Mahakama ya Mungu? Wengi mnaongeaga hivyo. Lakini hakuna kitu kama hicho. Hebu tusubiri tuone. Hebu pelekeni huyu. Anayejiamini amguse. Tata nisaidie. Nye vijana, vipi? Mbona umedevera? Fanyeni kazi. Wazikaji wanasubiri huko. Nimesema anayejiamini amguse. Fumbua macho. Tunataka tuingie kwenye utawala wa Chakama. Nashukuru kwa sababu nimefika lao, mheshimiwa. Furaha yangu ni wewe kunisaidia mimi kama ulivyoniahidi. Mungu atakujalia. Watu mnaowasaidia wanyonge mmebarikiwa sana na Mungu. Japokuwa upande mwingine maisha haya ni kama yamekatazwa kwenye mamlaka yake mfalme mwenyewe. Ila binadamu ndo wanasababisha haya mambo yaendelee kuwepo. Na binadamu, kwa sababu binadamu sisi ni wasumbufu. Nashukuru nimekaribia kwenye utawala wako. Hapa ndo lao kwenye utawala wa Chakama. Karibu Hebugwa. Nitakuwa mtiifu kwenye ofisi yako. Kuna jambo limetokea. Kuna mtu kabadilisha matokeo. Lengo kunionyesha kama ana uwezo. Alikuwepo nilipokuwepo ila sikumuona. Ni kijana mdogo ila anatisha sana. Huyo ndio kamtetea mkeo. Sijui ana maana gani. Ngoja tuangalie. Nasema hivi, mimi ndo nimeamua. Na kama kuna mtu yeyote anaweza kuyagusa maamuzi yangu, ayaguse. Wewe tulia hapo kijana. Tulizana hapo. Hivi wewe kijana, wewe unajiona nani hasa? Najiona mimi. Sikiliza nikwambie kijana. Kama unajiona wewe ambaye ni mpumbavu usiokuwa na akili. Wewe
Mpumbavu baba yako wewe. Nashukuru mpumbavu baba yangu aliyenipa mimi elimu ya kuwa natamba paka ulimwengu wa giza huu. Sasa sikiliza nikwambie, wewe huyu ukifanyacho unashobokea tu treni kwa mbele. Wewe unajua kitu unachokifanya wewe? Hata kama sisi ni wapumbavu au huyu Chaya unamwona ni mtoto mdogo au anafanya mission za kitoto, lakini kwa utoto wake huo inabidi tumheshimu. Huyu mtoto ndo atakuja kufanya mambo ya watu wazima kama sisi majabali tunaotamba ndani ya ulimwengu wa giza. Sasa hiyo elimu yangu ndogo hiyo. Elimu yangu ndogo hiyo ndio utaijua kama ni ndogo au ina ukubwa kiasi gani. Umesikia wewe? Huo ni mwili tu. Haina shida. Nitaufyoga mimi, nitaukamua mafuta wa mwili. Nitautikisa. Hiyo familia yako hiyo. Na wewe mwenyewe nitawavyoga. Bibi Mhibu atajuta. Unajeuri hiyo. Wewe ni sawa na kimba la mwisho tu. Na kukaribisha kwa mikono miwili ufanye hicho unachotaka. Sasa mimi nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni mkubwa kuliko ni wewe. Sijui kama unanielewa. Wewe Kesi. Unajua wewe ni mfano wa mshumaa mdogo ambao hauwezi kumulika kiza lote likatanda mwanga. Mimi naitwa Mazi. Almaarufu naitwa Mazi. Usiujaribu ukubwa wangu. Mimi ndo naumiliki sasa nyakati hizi za giza. Wewe utambi mchana wala utambi usiku. Wewe ni mdudu wa chooni, katambe chooni. Kaa mbali na mimi wewe. Na kama unataka usalama wako, acha mpango uendelee. Maji, naona unaingilia mpango wangu. Wewe ni kinyinya. Wewe ni kadude kadogo. Wewe ni kakitu. Umeona au kapini uliovaa kunipua? Huyo ndo wewe. Huwezi kutikisa mwili wako. Jiangalie kauli zako. Nyinyi mliona mnajua, mkanijibu hovyo. Sasa mmetikisa vilivyolala. Nangaruka. Una mdomo mrefu sana Maji anaongea, unajifanya unatetea. Sasa tuone utakunywa nini. Sasa mwenye uwezo nitafute. Shem, pole sana. Hatuko naye tena. Nasu. Kama mke wangu atakufa, basi sababu ni kaka yako. Ila kaa ukijua kaka yako ni mbaya, na ilitakiwa ujue kwa nini mchumba wako alikufa. Na alikufa kwa ajili yako. Na sijui kwa nini, ila anajua kwamba alikufa kwa ajili ya kukutetea wewe. Maana umekuja una amaki. Kipi kilichotokea? Jambo gani ambalo linakusibu? Yaani kwa kweli Jongo, kama kukasirika na kufura, mimi nimekasirika na kufura. Yule mtoto ni mwenda wazimu. Kakosa kuntu finitu stamana wajada fafukta tanga na rubeta. Yaani mtoto anawaka, anakasirika, kaongea, anarupuka. Anashindwa kujua heshima yangu mimi ni nani. Ikawa kama mzee Ashanti, kama mlishipuli pale. Kelele ni nyingi. Sikutegemea kama anaweza kufanya kitu kama hicho. Na nilimwamini katika vijana ambao wapo huku ulimwengu wa giza. Hakuna kijana ninamwamini kama huyo kijana. Na ninamwamini kweli kweli. Lakini kitendo alichokifanya kiukweli, nilikuwa na stamara. Na mimi nimeshangaa, wewe sijui umemtuma. Nataka uniambie sijui umemtuma huyu kijana? Haiwezekani. Mimi sijamtuma na siwezi kufanya jambo kama hilo. Nitamtumaje? Na kwa sisi ni mipango yetu, ile mtoto sasa hivi kawa kiburi. Itakuwa ni kiburi. Kwa sababu hapana, mimi sina uwezo wa kumtuma. Yaani kama wewe unavyoshangaa na mimi nilishangaa hivyo hivyo. Nilipata mshangao hivyo hivyo kama unavyoshangaa na mimi nilishangaa hivyo hivyo. Nikajiuliza, inawezekanaje? Inawezekanaje kijana afanye mambo ya hovyo? Si pumbavu, ujinga. Sisi anatuona kama vile watu wa kungunja. Sisi kweli, yani kweli wa kumzuia yule mwanamke, yeye wa kumzuia yule binti asifanye mambo yake.
Ametuvua nguo, ametudhalilisha. Hajakuvua nguo peke yako, itavuka tuvua nguo sisi sote. Ila kwa sababu nashuka kitu kimoja tu, umetumia heshima na kulinda jina langu. Na kuangalia cheo changu. Na sasa unipa hiyo taarifa, ila tutakalia chini tujue tulifanyaje. Kwanza ananikolomea mimi wa kunikolomea yule kijana. Yule mimi dakika moja tu namfanya anakuwa blue yule. Dakika yake moja tu nambadilisha mimi. Yule naweza kumbadili akawa balale. Dakika yake moja ananikolomea mimi, ananipiga biti. Na kwa heshima yako, hii ni heshima yako. Mkuu Jongo, hii ni heshima yako tu. Bila wewe, bila heshima yako, mimi yule mtoto ningemfanya kitu kimoja cha, ningemgeuza hata sungura. Binti anataka kulipiza kisasi chake. Yule binti sisi tunataka tumtumie kama unavyojua. Damu yake sisi na nyota yake kwetu ni kitu cha maana. Tuna malengo naye makubwa yule binti. Tunataka tufanye mambo makubwa tuko na yule binti. Sasa kainshu kadogo kama hako, kadogo tu kama hako, yule kijana anaingilia kati, kainshu kadogo. Kwani kuna jambo kubwa yule mtoto tunataka kumkabidhi mikoba afanye mambo makubwa. Sasa Bwana Jongo, mimi nataka kujua wewe ndio umemtuma au la. Nataka nijue, uniambie ukweli, usinigizie, usiniletee maficha picha sinema hapa. Hapana, mimi sijamtuma. Na siwezi kumtuma, nitamtumaje kwa ndio mipango yetu? Hiyo umetumia heshima na kulinda jina langu, kwa sababu mkubwa anakuwa ni mkubwa na mdogo anakuwa ni mdogo. Ila yule kaondoa heshima ya udogo, akataka kujifanya naye mkubwa. Siwezi kumtuma. Katika ulimwengu huo wa giza hakuna mtu mwema. Sasa nashangaa huyo mwema katokea wapi? Ngoja tukamsome kijana huyu vizuri, tumjue ni nani. Lakini kila nikitazama namuona mke wako anazikwa tu. Kama ukitazama unaona mabadiliko hayapo, lazima tu mke wangu atazikwa. Ina maana hamna kilichobadilika hapo. Hebu angalia, tia macho yako vizuri, uangalie inakuwa kuaje, kwa sababu mimi nasikia hasira. Nasikia hasira. Natamani yani, unajua kuwaua wote watakaohusika. Hivi unajua natamani kuwaua wote watakaohusika. Kitu ambacho nilikuwa sijakwambia mganga, mimi ni jasiri, nisiogopa chochote. Hata ukiniambia twende juani mimi naenda. Muda unapozidi kwenda, kila ninavyomkumbuka mke wangu, mwanamke alionifanyia mema, alonitoa kwenye dhiki akaniheshimisha, kanitoa matopeni, mwanamke huyo kuchukuliwa tukiholela na kuondolewa kwenye macho yangu, akazikwa pasi na mimi kujua tatizo la aina yoyote. Nakwambiwa kuna mabadiliko yanatokea, lakini mpango wa kufa kwake uko pale pale. Chakama mganga, kama utanisaidia na hata usiponisaidia, basi unisaidie na mimi kufa, kwa sababu usiponisaidia kufa nikapata namna ya kujitoa na kuwafikia maadui zangu, mimi naua siache hata mmoja. Yaani ili niache kufanya hivi vitu, wafufue mke wangu wamrudisha akiwa mzima. Wasiporudisha daima nitakuwa mbaya. Usishangae hata siku moja nikarudi kwako kukuua na nikasema sababu ya kifo chako kinatokana na uzembe wa kutomsaidia mke wangu kwa wakati. Sasa itakuwa wameenda wapi? Sijui walipoelekea. Hata wewe bingwa wa kuchungulia, mimi nakutegemea. Cha baharini, cha nchi kavu, lazima ukichungulie. Baba, ule mtoto mimi mpaka sasa hivi najiuliza, hizo nguvu kapata wapi? Imekuwaje kawa hivyo? Hata mimi mzee wa kuchungulia nimeshindwa. Kila nikipiga darubini baba kweupe, giza tusioni. Sijui kama umenielewa mzee mwenzangu. Itakuwaje sasa? Swali la kujiuliza. Yule kijana nguvu hizi amezitolea wapi? Wewe utakuwa umejua. Utakuwa unajua vizuri nguvu za huyu kijana za kufanya mambo hayo katolea wapi? Hapana, mimi mwenyewe sielewi. Sasa Mkuu Jongo, naomba uniambie huyu kijana ana tabia gani? Mimi nataka nijue tabia zake. Mimi sijui tabia zake. Nashangaa, yaani sijui kabisa tabia zake. Mkuu, unanidanganya. Tena unanidanganya kweli kweli.
na kama utaficha, utaendelea kuficha, sisi tutafeli, mambo yetu yatafeli. Sijui kama unanielewa. Ukificha chochote utakachonificha, Jongo, utakuwa umevuruga na umevurunda na umeakanyaga. Huyu Chase tuna mpango naye kikubwa, tuna mikakati naye, wewe mwenyewe unajua. Usichokijua, yule kijana katika ulimwengu wa nyama, familia yake mimi naifahamu vizuri, yaani nawafahamu vizuri, ni majirani zangu, nakaa nao kule Luagala. Kwa hiyo hii taarifa ikufikie na utanue masikio yako. Kabla tujakorofishana, nitaenda kuharibu mmoja baada mwingine. Nitavuruga ile familia kaka, mmoja baada mwingine. Hata kijiko hakitabakia, hata kumbukumbu ya kijiko au kanda mbili haitabakia kaka. Usitake tukaribiana kaka. Kaka, mimi nakuheshimu, tuishi katika mipango yetu. Niambie tabia zake kaka, niambie. Nikwambie tu kweli bwana, yule kijana anapenda kula wasichana warembo, wasichana wazuri, tena huwa anawabanika, anawala mpaka kucha. Mama, tena hata mkeo ni mrembo, ni mzuri, huwa anamtamani kila siku, ila mimi ndo huwa namkataza. Kwa hiyo uwe makini, ujiangalie. Sasa huyu kijana mimi naenda kumzuia kabla hajafanya chochote, kabla hajamgusa yule mwanamke, hata kumbanika, hata ukucha nambanika yeye. Na utafanyaje? Na wewe umechungulia kote, unasema hujamuona. Hilo lenyewe neno baba. Na ujanja wako wote wa kuchungulia, wa kuangalia, wa kutazama, haujambua. Kama tukichelewa, ina maana Eliza kaliwa na Chaya tumemkosa kwenye mpango wetu. Itakuwa hivyo. Haiwezekani. Sasa tunaingia ofisini, utanifuata baada yangu, ila kuwa makini. Kwa nini umenisaidia? Kwani hutaki kusaidiwa? Nataka nijue sababu ya kunisaidia mimi. Mbona sasa uliomba kusaidiwa? Niliomba kusaidiwa kwa sababu nilikuwa sina msaada. Ndio tayari nishakusaidia. Unaweza ukaondoka. Ondoka. Nenda. Sina pa kwenda. Huwezi kuwa na pa kwenda, kwa sababu wewe, hii sio dunia yako na wala sio rasmi katika mji huu. Iko hivi, katika dunia ya kawaida kuna watu wengine wanasadikika wamekufa, nao huja huko. Kwa dunia hii wanaishi watu wa pande mbili, wa huku ambao hawajafa na dunia ya kawaida wapo, na hao wengine ambao wanasadikika wamekufa katika dunia ya kawaida wanakuja kuishi katika dunia hii. Huu ni ulimwengu wa kiza. Huwezi kumkimbia yoyote anayekutafuta katika mji huu. Kabla sijakusaidia, nina vitu vichache vya kukuambia. Hivi unajijua kama ni mwanamke mzuri? Una muonekano mzuri. Ukitazama, anayekutazama lazima afurahi. Ni mwanamke ambao hata kichwani madini yako vizuri, yametimia, unaonekana una akili. Lakini najiuliza, hivi ni sababu gani inayosababisha wewe uzikwe mzima mzima? Unaweza kuniambia? Mapenzi. Mapenzi. Pole. Ina maana kukuliona kabla hili kulikuwa na matatizo usumbufu na maisha yako. Sababu unazonipa naona kama hazitoshi, kwa sababu mimi najua zaidi ya hayo. Twende kwenye msaada. Hakunaga chakula cha bure. Ili nikusaidie wewe sasa kwenye njia hii uweze kutoka ulimwengu huu na kwenda katika ulimwengu wa kawaida ukiwa salama. Kuna vitu unabidi uvifanye kwa ajili yangu niweze kukusaidia wewe. Je, uko tayari? Niko tayari kwa lolote, mradi nimuone mume wangu. Kuna vitu unabidi ufanye kwa ajili yangu, kwa sababu nikikusaidia bure bure ukaondoka, unakuwa umeniachia vita mimi ambayo haina malipo. Sijui unanielewa? Siwezi kupigana vita bure kukusaidia wewe ukarudi maisha yako ya kawaida. Na kuuliza tena, utakuwa tayari kufanya chochote? Nitafanya chochote imradi nirudi katika dunia yangu ya kawaida. Mama, katika hili utaweka ugumu mkubwa sana katika njia ya maisha yako. Wengi wanajua tabia yangu, lakini hapa watanishangaa. Kaka, nisikilize. Siwezi kushindwa kufanya chochote kwa sababu nataka niendelee kuishi.
Halafu hata mimi napenda vita. Unafikiri mimi sipendi siku moja kupigana? Unajua hapa damu yangu ashaichemsha. Nisaidie tu mimi nirudi. Nitakufanyia unachotaka. Bugwa, nikikwambia kuhusu adui yako utaamini? Mimi nitakuamini kwa sababu wewe ni mtu ulioaminika. Bugwa, yote haya anayasababisha Chaya. Nini Chakama? Yote haya anayasababisha Chaya. Hebu Chakama, tufanye kama sijakusikia vizuri. Hebu naomba urudie maelezo yako. Yaani inawezekanaje Chaya kufanya vitu kama hivyo? Mwanamke ambaye niliwahi kumpenda na kuishi naye kwenye maisha ya ndoa. Mwanamke ambaye alinidharau, akanifanya vitu vibaya bila kuangalia mimi ni nani yake. Huyo mwanamke aliyosababisha muyumbo wa mapenzi na moyo wangu, nikamwachia kila kitu. Ni mwanamke ambaye kweli anaweza kufanya hayo na sura yake ile ya huruma. Kwanza huo uwezo ameutoa wapi? Ina maana Chaya alikuwa ni mtu mbaya. Chaya alikuwa ni yaani huyo mwanamke ni nani zaidi? Ni nani zaidi ambaye anaweza kufanya vitu kama hivyo? Analipa kisasi cha mapenzi. Yeye ndio aliyompeleka kule mkeo, na yeye ndio anataka kumzika mkeo. Yaani anafanya haya kwa sababu ya mapenzi. Chakama, huyu mwanamke ni mjinga, kwa sababu hakustahili kufanya hayo, kwa kuwa yeye ndio mtovu wa nidhamu. Yeye ndio amenikosea. Anawezaje kunikosea kwa mateso aliyonipatia miaka 2 mfululizo afu aje tena nitie maumivu? Lakini sawa, nimekumbuka. Aliwahi kuniambia sitokuja kupata raha kwenye maisha. Chaya ndo adui yangu. Huyo mtu ni mbaya sana. Anaweza akafanya watu wote duniani wakakuchukia. Chaya ndo amempeleka mtu katika ulimwengu wa giza. Chaya ndo anataka kumzika mke wangu. Chaya, haki ya Mungu sitakusamehe. Yaani Chaya sitakusamehe. Chaya, sitakusamehe. Chaya, ukimaliza kumzika mke wangu, njoo nizike na mimi. Kwa sababu usiponizika mimi na kuzika wewe pia. Yaani nitakuzika zaidi ya maumivu ulompatia mke wangu. Kaka Kesi, naona jambo langu limekuwa gumu sana. Yaani mchezo mdogo umekuwa mrefu mno. Ya, ni kweli. Jambo usemavyo limekuwa gumu. Na kingine, Chakama mtu hatari sana. Chakama mtu hatari sana. Yaani yeye ndo karibu mchezo wote. Yaani picha ili kuungua ni yeye karibu. Kwa sababu yeye ndo kamwambia Bugwa, adui yako mkubwa ni Chaya. Nini? Ina maana Bugwa anajua kwamba mimi ni adui yake? Ndio. Sasa kama Bugwa ameshajua ukweli, itakuwaje kuhusu mimi kumpata Bugwa? Chaya Agara. Moyo wako muumia sana maskini. Ila mimi nitakusaidia kitu kimoja. Ni kukuletea Eliza wako na kumuua kwa maumivu makali katika mpango wako ule ule. Na mimi sasa kupambana na adui yangu mkubwa, adui mpya, Bwana Maji. Nataka nimwangamize. Hivi unajua kama mimi nikimkosa Bugwa itakuwa ni mbaya mno? Hiyo nzuri, nimependa hiyo. Na mimi nataka kijana wangu uwe wa moto. Kwanza mimi nakushangaa unalialia na mapenzi na nataka kushauri tangia zamani, lakini kwa sababu ni moyo wako umependa na umeamua kufanya hivyo, support hiyo nitakupa. Yaani wewe hata uwe kama nani, mimi ndo napenda. Yaani wewe uwe mbadi zaidi. Sijui kama umenielewa. Sawa, mimi nitafanya kisasi changu, ila jua nitakuwa mbaya mno nikimkosa Bugwa, mbaya kuliko unavyozani kaka Kesi. Hivi unajua mimi nafanya yote kwa sababu ya Bugwa? Ni kitu gani hasa hichi ninachopata? Ina maana kazi yangu yote ni bure kaka. Bugwa ndo dunia yangu. Bugwa mimi ndo kila kitu kwangu.
nakuhakikishia nabadilika. Hakuna mtu ambaye anabadilika bila sababu. Mimi nitabadilika. Hakuna jambo linalokosa sababu, na mimi nataka hiyo sababu yako niione ukibadilika. Sijui kama umenielewa. Nitabadilika kuanzia saa hii, ila kwa sasa nataka nimtafute Maji sehemu yoyote alipo ili nikuletee Eliza wako. Mbona unaingia nyumbani kwa watu bila utaratibu? Kwani uliweka bango nje kuelekeza watu waingiaje ndani kwako, kwamba ni kimbele mbele au kinyuma nyuma? Binti, inaonekana ni kama mwanamke aliyetafuta ndoa bila kupita mkoleni. Hivi wewe, kitu gani ambacho kinakutia ujasiri wa kuongea hivyo na ya kuwa ulichokifanya ni utovu wa nidhamu? Baba yangu alikuwa anapenda sana kuimba hayo mashairi. Alafu wewe ni mjinga sana. Toka nilivyokuambia kuhusu kakako, umekaa kimya na kupuuzia. Hivi unajua kakako ni hatari kiasi gani? Ujanitafuta nikupeleke kwa mganga ukahakikisha. Una maana gani? Naomba unisikilize. Tena tega masikio yako vizuri. Sawa. Swala la maamuzi ya kuhusu ndugu yangu, swala la maamuzi ya kuhusu Ebugwa, hakuna chochote ambacho sijajua. Najua kila kitu. Hivyo usitaki kunichanganya, usinivuruge. Niache bwana. Sasa kama umejua, umepanga kumuonea huruma na mambo yote aliyofanya, Nimsamehe mshenzi. Utakuwa msamaha wenye ufedhuli kiasi gani kwa mtu ambaye hana hata chembe ya utu? Oya. Najua cha kufanya. Haya maamuzi yako ukiyafanya taratibu utajikuta huko kaburini. Unataka kumaanisha nini? Unataka kumaanisha nini mbele yangu? Ukihitaji msaada wangu muda wowote nipigie simu, maana atakuja kutumaliza wote. Chaya, naona upo kwenye ulimwengu wa kawaida, na mimi natamani ujue. Halafu wewe Ebugwa, naona unamwongelea sana. Wewe. Nami natamani kumsoma. Ngoja nichukue hatua. Kama nifyonza nyumbani kwetu. Hivi ni kweli mimi ni mzembe? Ni mzembe. Lakini kana jamii nini hata katotoka. Sasa nataka nikupe msaada. Nataka nikutume kwenye ulimwengu wa giza. Lakini huko itakutaka uwe makini. Usipokuwa makini, huwezi ukarudi tena. Ebugwa, mke wako unaweza ukamsaidia. Aliyozuia tukio ndiyo aliyokupa nafasi. Ukiwahi unaweza ukabadilisha matokeo. Najua hawaonekani. Nitakupa sheria ya kuwapata na masharti uyazingatie. Mimi natangulia kwenye mlango wa ulimwengu wa giza. Wewe nenda nyumbani ukachukue nguo yoyote ya mke wako. Nguo hiyo nikichanganya na dawa itakusaidia kumpata mke wako alipo. Ila usifanye kosa, muda nitakaokupa tumia huo. Kachukue nguo ya mke wako haraka, na ukishachukua usichelewe, fumba macho, utanikuta kwenye mlango wa ulimwengu wa giza. Muda ulionao ni mchache. Hata ukikutana na mtu anaoenda kuzikwa, usisimame, jali muda wako. Sawa, nitafuata ulichonielekeza na nitafanya ulivyoongea. Chakama, shida yangu ni kumpata mke wangu. Ondoka haraka. Elizabeth, wewe sitakutoza chochote ambacho kitasumbua nguvu zako, bali nitakupa sharti jepesi tu la wewe kuondoka kwa amani.
kwenda kwenye dunia ya kawaida, kwa sababu huko ndiko kuna adui yangu mkubwa. Nina kisasi naye kikubwa mno. Yeye anataka kuja katika ulimwengu wa giza. Naondoka bure? Yaani inawezekanaje nitoke bure wakati umeniambia kuna sharti lazima nilifuate? Mbona umenipa sharti jepesi sana? Yaani sharti la kuondoka bure? Wewe ulisema hakuna chakula cha bure. Hapana, sio kweli. Naomba unieleweshe vizuri. Wewe cha msingi jua kuondoka bure kabisa, bila malipo yoyote, wala hata utumie nguvu, kwa sababu hapa tulipo hakuna mchawi wala mganga anaweza kuona sisi tuko wapi. Hamna atakayeona. Na kwa nini hawatuoni sasa? Hawatuoni kwa sababu huyo anayetakiwa kuja huku nimetumia jina lake kujikinga. Hivyo hata anayemsaidia kule hawezi kuniona mimi wala wewe. Hiyo itapelekea sababu kubwa ya yeye kuja katika ulimwengu wa giza. Ni nani huyo ambaye umetumia jina lake ili sisi tusionekane kwa waganga au kwa wachawi? Ni nani huyo, nataka nijue. Ni mume wako wewe. Wewe mkaka. Kwa hiyo kupona kwako wewe kitapelekea kifo cha Hebugua. Hatumtaki huyo katika maisha yajayo. Na ni kwa sababu tu utabiri wake yeye ushaandikwa. Unajua wachawi wengine hawajui umuhimu wa huyo mtu, isipokuwa wale wachawi wanaotoka katika mashariki ya mbali. Hao peke yake ndio wanaweza kujua Hebugua ni nani. Kwa hiyo wewe hutaki kufa. Huna bifu na mimi, huna kosa na mimi. Unabidi uache, uondoke. Unaongea nini wewe? Na hii ni kwa sababu tu hamtaki kufa watu wawili. Hamwezi kufa watu wawili. Wewe huna kosa na mimi, ila nina shida na huyo mume wako wewe. Mkaka, gusa vitu vyote, lakini huyo kiumbe usimguse. Acha kupiga makelele. Narudia tena, wewe mkaka, gusa vitu vyote, lakini mume wangu usimguse. Acha kupiga makelele. Nasema acha kupiga makelele. Utake utaondoka, na hata usipotaka utaondoka. Siko tayari. Najua umeogopa sana, lakini mimi sio mbakaji. Mimi ni mfikishaji wa taarifa tu. Jina lako unaitwa Rose, ni mtu wa karibu sana na mke wangu. Ila kuna kitu kimeniumiza sana baada ya kupata taarifa kutoka kwa mume wako. Mume wako anasema kwamba wewe una laana. Umelaaniwa. Tena laana hiyo inatokana na mama yako. Sababu ya watu kukosa maji kwa wakati tunaopewa na Mungu kutoka mbinguni ni wewe. Sababu ya mazingira kuwa magumu, vipindi vya mvua kubadilika ni wewe. Sababu za watu wengi kupata changamoto, misiba, mimba kuharibika ni wewe. Hivi wewe dada, hiyo ni laana namna gani haswa? Ni laana namna gani? Kipindi aliniambia nisiseme, nikae kimya, lakini nimeshindwa kuvumilia. Yaani nimeshindwa kuvumilia. Kiufupi amesema lazima atakuua kama usipokufa mapema. Nani? Mume wako. Akiwa na wewe anaonesha mapenzi tu. Kwa nini usingekufa mapema tu? Kwa nini usingekufa mapema? Amesema kila sehemu, katangaza kila kijiwe, kila mtaa, taarifa zinaenea. Watu wanaanza kukaa vikao kwa ajili yako. Rose ana laana, Rose ni mkosi.
Rozi ni matatizo. Mumeo atakuua muda si mrefu. Kitu usichokijua, pamoja na laana unaoieneza, mimi nimeingiwa na huruma kwa sababu nahisi wewe hauna makosa mama, kwa sababu ni binadamu kama binadamu wengine. Dhamira mmeo kukuua ile siku 2-3 nimeona sio nzuri. Nimekuja kukupa taarifa. Kimbia, kaa mbali na mume wako, kaishi maisha yako. Kaishi. Hata kama una laana, kaishi, mshukuru Mungu. Mungu atakuletea tu neema kwa namna moja au nyingine, lakini ukiendelea kukaa hapa atakuua, na hata asipokuwa yeye watakuua watu wengine. Kisha tangaza kila sehemu. Maneno yangu mimi yalikuwa hayo tu Darusi. Sawa? Kimbia hata kama unaumwa. Kimbia, maana akaniambia uko hoi kitandani. Kimbia, jikaze, acha unyonge. Unakufa. Siwezi kukubaliana na wewe kwa hili. Uniambii kitu, najua mpango wako wote. Nimekugundua kuwa wewe sio mtu mzuri. Ngoja nikwambie sasa, kwa akili yangu mimi najua Ebugu anajua kinachoendelea, na niliona kuna mtu siku ile alikuwa naye. Kwa hiyo najua anaambiwa kila kitu, kwa sababu wewe una shida na Ebugu na ndio maana unafanya hivi. Kwa hiyo unajua nikiwa mzima basi ataambiwa aje, lakini nikifa na yeye ataambiwa kama nimekufa, lakini nikifa na yeye ataambiwa kama nimekufa. Hivyo hauwezi kumpata. Yaani bora mimi nife, yeye aishi, kwa sababu hiki ni kikombe changu. Sikiliza, wewe mwanamke mwenye mwili mkubwa na akili kiduchu, ninaweza nikauziba mdomo wako usiongee hata neno moja, ila nakuacha kidogo ujifariji. Nikupe njia nyepesi tu. Hivi unajua kwa nini wachawi na waganga hawawezi kutuona tulipo? Kupitia jina la mwanamume wako wewe, Hebugwa, ndilo limeweza kutukinga sisi hapa. Hebugwa hawezi kujitafuta mwenyewe, wala mganga hawezi kumtafuta Hebugwa wakati yuko naye. Wanipata vizuri? Kwa hili jambo ambalo linaloendelea hapa kati yetu sisi, yani hata haji nani hawezi akatuona. Kwa hiyo nikurahisishie njia, wewe ubaki ama uondoke. Hatima mwanamume wako yuko pale pale, kwa sababu yeye akikutafuta hakuoni, maana yake lazima atakuja tu. Mimi nimekuacha hapa na ngoja nikwambie tu kitu kingine. Kabla mimi sijampata Hebugwa, siwezi nikakuacha wewe wachawi wakakuchukua wakakuua. Lazima kwanza nikutumie ipasavyo, afu nikuache. Sio nataka kufa. Yaani mnakufa double deka. Mume wako anakufa na wewe mwenyewe unakuzika. Tena kwa maumivu makali. Sio, unanielewa? Na utakufa kwa maumivu makali, kwa uchungu. Yaani ile jambo nikianza kulielezea nasikia kama uchungu unanipanda. Unajua nimekuona kama ndugu yangu wewe. Yaani ghafla tu nimejikuta naguswa. Kwa nini ufe wewe? Afe na yeye. Ulitakiwa wewe upone, afe peke yake. Una makosa gani sasa katika hili? Mama, chaki tu akili yako, jiweke sawa. Wewe utaki kufa. Mwanamke mzuri kama wewe, unakufaje sasa kijinga? Hii habari inasikitisha sana hii. Hayo maneno yako ni ya ulaghai. Kwa hiyo mimi nimeshakubali kufa. Kwa hiyo niache nife. Wewe utaki kufa mama yangu. Unatakiwa urudi kwenye dunia yako ya kawaida, ukaishi maisha yako ya amani na furaha. Kwanza sasa hivi sitaki msaada wako. Wewe niachie tu afanye unachotaka, kwa sababu wewe ni mbaya kuliko wale. Mimi sina ndugu, yeye ana mdogo wake. Kwa hiyo kuliko nikufa yeye, bora nife mimi. Unajifanya akili yako inafanya kazi sana, si ndio? Sasa nasemaje? Wewe hufi na yeye ndo atakayekufa. Na ukilazimisha atakufa yeye na wewe mwenyewe utakufa vile vile. Yaani utake usitake, hii ni safari ya ulimwengu wa kawaida. Vipi mke wangu, unaendeleaje? Nishapona. Umepona? Kuna muujiza. Mbona bado sasa umelala? Ni basi tu nipo kwenye mapumziko, ila jua tu hivyo kwamba nishapona. Sasa nataka upate chakula kizuri ili upate nguvu. Unajua mtu ukipata msukosuko kidogo kwenye mwili
lazima mwili kidogo unakuwa dhaifu. Nikupikie chakula gani? Sihitaji chakula wala sihitaji kula. So usikii njaa vipi? Wakati toka muda ule uliokula wewe mpaka sasa hivi muda umeshapita. Ni muda mrefu kidogo umekula. Sikupikie ugali, lakini najua wewe ugali upendi sana. Wewe chagua chakula kingine chochote nikupikie leo kwa ajili yako. Utaniua lini? Kuua? Virozi, mbona ninachozungumza mimi ni mada tofauti kabisa na swali ambalo unaniuliza. Mimi ni kuua ili iweje? Hebu angalia nilipokuwa na pressure na hangaika huku na kule kwa ajili yako. Nikihitaji ukae sawa. Uliponipa taarifa ya kwamba uko sawa, kwangu mimi ni furaha. Alafu naambia nitakuua lini? Hivyo mwanaume, kwa nini unakuwa mnafiki? Unajifanya unanipenda, kumbe unahitaji kuniua. Alafu usitake kuniambia kwamba haya ninayotaka kukuambia hapa ni uongo. Amekuja hapa rafiki yako Hebugwa, kaniambia kwamba wewe unatangaza huko mtaani kwamba mimi nina laana. Na acha tu kutangaza, pia unahitaji kuniua. Na mimi wala siogopi hata ukiniua, kwa sababu mwenyewe shakata tamaa na haya maisha. Lakini kwa nini unaninafikia? Alafu kingine, kwenda kutangaza huko mtaani, unataka nichomewe ndani? Yaani mimi ndo ninakaa kijiweni natangaza kwamba wewe una laana na mimi nataka kukuua. Yaani maneno hayo amekuja kuzungumza Hebugwa hapa nyumbani kwangu. Na ameingiaje ndani? Mimi sipo. Na akaingia chumbani kwako wewe mtoto wa kike. Haya, angekuta una nguo au alikuwa na lake jambo? Yaani wewe mwanaume ni mbaya. Sasa kama hujatangaza, huyo Hebugwa amejuaje? Kama hukumwambia na ukukaa kijiweni kutangaza. Hivi mimi ni mkeo kweli? Na kama kuzungumza huko kijiweni mimi sijatangaza kokote zaidi ya kumwambia Hebugwa mwenyewe, kwa sababu Hebugwa ni rafiki yangu wa karibu sana. Ni rafiki yangu wa ndani ambaye lazima nitamwambia mambo yangu aweze kunisaidia. Na nimemwambia kwa sababu ananiambia kuna mtu anaweza kutusaidia wewe uwe sawa. Na ndio maana nikamwambia. Lakini kijiweni sijui wapi sijatangaza. Bado unanidanganya. Lakini mimi hata kama ukitaka kuniua au hata watu wengine huko mtaani wana kijiji waamua kuniua kutokana na laana yangu, wala mimi siwazi. Mimi mwenyewe nishajikatia tamaa na haya maisha. Sasa haina faida ya wewe kunidanganya na kusema uongo kupata dhambi mbele za Mungu. Sioni faida yake. Tena nataka nimshukuru Hebugwa kwa sababu ana roho nzuri. Kwa sababu kaja kuniambia mimi nikimbie, kuniepusha na matatizo yako ambayo umenitengenezea kwa wanakijiji. Mke wangu, usikimbie kwenda kokote, na mimi siwezi kukuua wewe. Mimi napambana wewe uwe sawa. Siwezi kukimbia. Na hatima yangu nishaichagua. Sitokula chochote, na kama nitakula sumu. Sitaki upate tabu wala upate kesi. Nachohitaji ni ubaki na maisha yako ya amani. Samahani sana kwa kuja kwenye maisha yako kama mkosi. Hebugwa. Afu unajua mke wangu, nikwambie kitu Hebugwa yule mimi ni mtani wangu kabisa. Hapa sasa unaanza kupata picha, kwa sababu kuna siku mimi nilishakumtania kuhusiana na mambo yake kwenye familia yake. Sasa naona naye ameona haja kutanie wewe, kwa sababu anajua kabisa kuna mtu anaweza kutusaidia wewe ukawa sawa. Wewe kama unabisha mke wangu, subiri. Mimi naenda kumleta Hebugwa hapa, utaamini maneno yangu nayokuambia. Hebugwa yule ni mtani wangu, mimi amekutania mke wangu. Mimi siwezi kukuua wewe. Kama huamini, mimi naenda kumuita Hebugwa sasa hivi. Afu utakapoamini kwamba yule mimi ni mtani wangu. Sawa Mimi siwezi kukuua mke wangu, mimi nakupenda. Afu Hebugwa. Hebugwa. Hivi Hebugwa, niambie kiongozi. Mimi kosa langu ni nini hasa? Kilichokufanya uende kwa mke wangu, uende ukazungumza yale uliyozungumza, alafu moja kwa moja chumbani kwa mke wangu? Ni miguu yangu ndio imenifanya niingie na ujasiri alionipatia Mungu wangu. Kwani kuna kitu gani cha thamani mle zaidi ya laana tupu? Au unataka kumbaka wewe? Yaani nibaki ile laana? Sasa kama ana laana, aliyekutuma uende ukashindilie ni nani? Mimi mwenyewe ninajua na nishatambua. Sasa shida yako wewe nini? Itongo. Kiufupi iko hivi.
wewe na mke wako ni watu wenye laana, hasa mkeo ndo ana laana zaidi. Haiwezekani sisi tuendelee kuvumilia upumbavu wenu, tukae sehemu ambayo ina matatizo. Mvua zinanyesha nje ya wakati. Wewe ushawahi kuona wapi mji mvua kiangazi zinanyesha, masika linawaka jua? Wakati sahihi wa kupanda mazao hatupandi, njaa inazidi tu kila wakati. Wenzetu wanaishi maisha mazuri, kumbe laana ya mke wako. Sikiliza nikwambie rafiki yangu, siwezi kukaa kimya juu ya hili, wala siwezi kusita kuingia kwenye chumba chako eti kwa sababu ya kuhofia. Nihofie nini sasa? Nihofie kuingia kwenye chumba cha watu wenye laana? Nyewe mna laana. Mimi nimeshajua ndio ana laana. Wewe ulikuwa unafuata nini? Ungeniacha mimi mwenyewe, ninajua namna ya kusolve. Yule ni mke wangu. Unajua mimi na wewe ni marafiki, sawa? Mimi nimeshajua kila kitu kuhusiana na mke wangu. Hebu acha mimi mwenyewe nifanye hivyo, na nishajua, yani mke wangu mwenyewe ameshakata tamaa, muda wote anataka kujiua au nataka kummalizia mapema. Bugwa, hebu nakuheshimu, na yule mimi ni mke wangu na ni maisha yangu. Hebu mwache basi afe mwenyewe wakati ukifika. Siwezi kusubiri wakati wa mke wako kufa kwamba nisubiri tu sisi tuendelee kudhalilika. Nisikilize nikwambie, kwanza urafiki ulikuwa zamani, kipindi ambacho nilikuwa sijajua tabia zako. Yaani wewe mtu una laana na unajua kabisa mkeo ana laana, ina maana wewe unafanya makusudi. Unajua mke wako ana laana, unafanya makusudi, umetulia kabisa, alafu unanilaumu eti umeingia kufanya nini? Niliingia kumwambia kwamba wewe unataka kumuua na unachukizwa na swala la yeye kuwa na laana, kwa hata akichelewa kufa bali utamuua kwa haraka na unamwombea afe kwa haraka. Sikiza nikwambie rafiki yangu, unajua mimi nyumbani mke wangu nimemdanganya kwamba wewe mimi ni mtani wangu, na yale yote ambayo umezungumza kwake ni utani. Ninachokuomba twende nyumbani ukamtoe hofu juu ya hilo ambalo umezungumza. Siwezi kufanya hivyo. Na kama uliwaambia sisi ni watani, watani wa nini? Wa Simba na Yanga au Bunju Star na Kagera Sugar au Bagamoyo Kitopeni na Bagamoyo mjini au Kigoma na Dodoma hayo yote achana nayo. Lakini anajua wewe mimi ni mtani wangu, wewe ni rafiki yangu. Basi hebu zungumza chochote ambacho unataka mimi nikufanyie, ili mradi tu mke wangu mimi umwache, usimfuatilie. Nisikilize nikwambie, kama unataka mimi nifanye hivyo, lipa thamani. Mimi niko tayari kwa chochote kile kama utalipa thamani. Bugwa, mimi sina mali yoyote zaidi ya shamba tulilonalo, nilolima mpunga. Kama litakufaa basi sawa. Lengo langu mimi ni kutengeneza tu kwa ajili ya familia yangu. Nitachukua kwa sheria isiyokaa muda mrefu. Yaani namaanisha nitawaacha muishi kawaida. Lakini baada ya miezi 2-3 itabidi muondoke, kwa sababu mimi siwezi kuvumilia kuishi mji mmoja na watu wenye laana. Twende. Hapa napakumbuka. Kweli umedhamiria kunirudisha. Nakwambia hivi, sirudi, ni bora nife. Utawala wa Kiza una sheria zake, na mimi hapa ni miongoni waliopanga sheria hizo. Naitwa Mazi, wengi wanapendea kuniita maji yanayotiririka, na natiririka na vitu. Mrembo, njia nyumbani ndo hii, nenda nyumbani mama. Utaki kwenda nyumbani? Hebugwa huyo hapa. Sasa Hebugwa atakueleza kila kitu kwamba ule ni utani. Hakuna chochote ambacho mimi nimezungumza kibaya kuhusu wewe. Sasa watani. Sasa kupe utani. Wewe utaka uamini. Yeye atakuzidishia kwamba ule ni utani. Kwa wewe tu wasiwasi wako. Yaani mume wangu kuja kwake tu hapa nimeamini kwamba kweli mlikuwa mnataniana, lakini huo utani mnaotaniana sio mzuri. Kiukweli mimi sijaupenda. Alafu kitu kingine nilichofurahi, nasikia Bugwa amepata mganga ambaye ataweza kumsaidia tatizo langu. Kila ninapojaribu kufikiria kwamba niingie kwenye mfumo wa mume wako, moyo wangu unanikatalia. Ukweli acha niwe muwazi, hata kama kitanikuta kitu kibaya. Pamoja na vitisho vyako vyote ulivyonipa, kila nikimwangalia mkeo nashindwa kuendelea kuficha siri hii. Yaani Rose, mimi na mume wako hatuna utani wa aina yoyote. Hatuna utani wa chama chochote. Hatujajisajili kokote kule. Kiufupi yani mume wako kunileta hapa kanitishia maisha yangu mimi na familia yangu. Kani umeendeleza tena utani juu ya utani. Mimi nimeona kabisa lazima niseme tu kweli. Umenitishia maisha.
Hivi Bugwa, hebu basi kuwa mstaarabu. Kuwa mstaarabu basi. Hii ni familia yangu. Haya ni maisha yangu. Mimi nimekutishia maisha sangapi? Wewe unataka umtoe mdogo wangu nampenda? Elia, sikiliza nikwambie Rose. Mimi nimeshindwa kukaa kimya. Mimi nasema tu ukweli. Mume wako ni katili sana. Mume wako anataka kuniua kwa sababu tu nimekuja kukuambia ukweli. Yaani huyu no. Utani gani lakini? Usiendelee kumpa pressure mke wangu Bugwa, utamuua. Mume wako ni muuaji. Mume wako amekutangazia vibaya kila sehemu. Mume wako anataka watu wakuchomee ndani, na wasipokuchomea anataka kuue. Na akuue na watu wakuchome upotee. Analia na lana yako. Ameniambia nisiposema anachokitaka yeye, kama sisi tunataniana, mume wako atanifanyia kitu kibaya. Nikapata hofu, lakini nilipokutazama maskini ya Mungu, angalia mtoto wa watu, unakosa lolote. Hauna kosa lolote mtoto wa watu. Nimeona hapana, lazima tuniseme ukweli. Kaka mkubwa. Bugwa! Rose mke wangu. Bugwa, basi kwa serious basi. Naomba unisamee kama nitakuwa nimefanya makosa. Najua familia yangu inahitaji kuwa salama pamoja na mimi mwenyewe na mdogo wangu. Usinifanye kitu kibaya. Nimeshindwa kukaa kimya. Huyu binti anahitaji msaada. Usifanye hivyo, ni binadamu. Usinizuru, ni binadamu, usifanye hivyo. Na wewe Rose ni mpumbavu. Mimi nilikwambia ukimbie. Usimwambie, unamwambia ndo mapenzi gani? Yaani unataka kuuawa na bado unaongea tu, hutaki hata kukimbia. Nilikuja kukuletea hii, ni hatari, kimbia. Mpumbavu kabisa wewe. Kumbe unastahili kufa, mpumbavu wewe. Unaletewa siri, baada hujui kama ni siri ukimbie. Unaanza kumtangazia mume wako. Kwa hiyo unataka mimi niumie kwa sababu kuambia ukweli. Sawa, nashukuru. Wema wangu umeniponza. Asante. Bugwa, toka bwana. Toka. Mke wangu Rose. Hakika umejichoka. Umechoka maisha yako. Watu wanaonifahamu mimi wanajua ni mtu anayependa kula nyama za watu, mabinti wazuri, na wewe ni miongoni mwao. Lakini mimi sijachagua hilo kwako. Nimelichagua kukusaidia kwa sababu tu ni kama msamaha kwa mume wako. Sikutaka mfe wawili, nilitaka afya mmoja mwenye sababu nzito, na sio wewe. Nenda nyumbani. Siendi. Sawa, siwezi kulilazimisha hilo. Hali ya kuwa mtakaji ni wewe. Kuna mambo mawili, nishafungua njia tayari, wachewe wanatuona, na hapa nimefungua njia vile vile ya wewe kuondoka. Kwa maamuzi unayo wewe mwenyewe ndani ya dakika 3. Ubaki ukamatwe ukazikwe au uamue kuondoka. Bora nife. Ila ninayemtaka nitampata tena hapa hapa. Maza hajaye kushindwa na kitu. Kwa kufa au kuishi, maamuzi yako.